Simba Sport Club na mwanachama nguli wa Simba Sport Club ambaye anaisupport timu ikiwa inaenda away, naye yupo na mwana Sheikh Su. Kwanza tukupongeze kwa hilo kujitoa kwa Simba Sport Club. Asante, ni washukuru sana waandishi wa habari. Lakini kwa yote ni jambo la kumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio kila kitu ametenda. Hakuna jambo ambalo mwanadamu anaweza kulifanya pasipokuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia niwapongeze viongozi wa Simba, lakini kwangu za kipekee nizipeleke kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ni rais ambaye anaonekana dhahiri shahidi kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama amewapa ndege Simba kwenda kusafirisha timu kuelekea Morocco, ndege zaidi ya watu 200 na something. Ilikuwa sio jambo dogo, ilikuwa ni jambo kubwa kuonyesha namna ambavyo Mheshimiwa Rais anasupport sana swala la michezo, hususan sasa hivi katika klabu ya Simba ambayo ndio timu pekee imebaki kuhakikisha taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini chukua nafasi hii pia nimpongeze sana Wizara ya Michezo chini ya mzee wetu Paulo Kagame Mabudi, imekuwa inajitolea sana kwa namna moja au nyingine, inaonyesha mapambano ili kuhakikisha kwamba kila jambo ndani ya Simba linakwenda vizuri, linakwenda sawa sawa. Nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mwana FA kwa namna ambavyo anavyojitoa, kwa namna ambavyo anavyosupport timu yetu ya Simba, kwa namna ambavyo anasimama katika michezo. Big up sana kwake, na nichukue nafasi hii kuendelea kumwombea afya njema kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda. Moja, mimi naamini katika mawaziri ambao wanaojitoa sana lazima nimzungumzie Mwinjuma Mwana FA. Tulikuwa naye Morocco, ni mtu ambaye alionyesha mapambano makubwa. Mimi naamini kwamba uwepo wake kuna mambo makubwa na mambo mengi amesaidia katika klabu yetu. Mungu mjalie afya njema yeye pamoja na familia yake. Sheikh Sugu, tuanze kwa ile welcome Tanzania. Mashabiki wa Simba Sport Club mliokuwepo Morocco mara baada ya mchezo kutamatika dhidi ya Berkane, mlionekana kushangilia kwa yale matokeo, na ile welcome Tanzania ina siri gani Kisugu? Sikutegemea mwandishi ungeniuliza hili swali. Labda umeamua kuniuliza hili swali kwa makusudio yako, unajua wewe mwenyewe. Welcome ni neno la kigeni. Welcome ni neno la Kiingereza. Lakini kwenye Kiswahili fasaha kinasema karibu. Mimi nafikiri nitakiwa kwanza mtupongeze sisi kuambia wa Morocco welcome Tanzania. Maana yake tunawaambia karibu sana Tanzania. Kwa nini King Faida aliwaambia welcome Tanzania? Kwa sababu aliamini kwamba kuna mechi inakuja kuchezwa Tanzania. Kwa hiyo welcome Tanzania, tulikuwa tunawakaribisha wa Morocco Tanzania. Waje Tanzania. Waje kwenye nchi ya amani. Waje kwenye nchi ambayo inasimamiwa na mwanamama shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu. Waje wakiwa na amani. Na ndio maana tunaambia welcome Tanzania, karibu Tanzania. Mtu akikukaribisha maana yake lazima ujue unakwenda kwenye sehemu ya amani. Ila mmemkaribisha watu walikuwa na discuss sana, wanajiuliza mmefungwa ila mnamkaribisha. Shida ni uelewa. Shida pengine ni lugha pia iliwachanganya. Kuna baadhi ya watu nyuma mwiko, akina Mwajuma Ndala Ndefu, akina Semanile, lugha zinawasumbua. Welcome Tanzania, karibu ni neno ambalo sisi wa Tanzania tumeumbiwa nalo. Na ndio maana leo 90% ukienda kwenye maofisi unakuta neno welcome au karibu. Na ukiliona neno unaambiwa karibu, tafsiri yake halisi kwa 99.9 hiyo sehemu amani ipo. Kwa King Faida alivyoambia welcome Tanzania, karibuni Tanzania. Na naamini watakuja tarehe 25 tutakutana nao katika uwanja Benjamin Mkapa. Msiniulize hili swali. Majibu nayatoa. Mechi inakwenda kuchezeka katika uwanja Benjamin William Mkapa. Ila bado waandishi, acheni propaganda zenu. Waandishi mnatumika vibaya. Sheikh Sugu bado, lakini waandishi mnatumika na siasa za mpira mnaingia nazo. Na niwaambie waandishi wa habari, kwa mujibu wa kanuni za shirikisho la mpira barani Afrika, mechi inachezeka katika uwanja Benjamin Mkapa. Tuamini viongozi wetu. Naamini ni kweli jambo lilikuwepo, propaganda zilijaribu kuzitengenezwa, bahati nzuri waandishi wa habari nanyi mnaingia kwenye propaganda za mpira za Kiafrika. Second leg ilionyesha ni Zanzibar City. Yes, ni kweli. Je, nyinyi waandishi mnakubaliana na hilo? Mnakubaliana na CAF kuvunja kanuni? Nyinyi kama waandishi mmechukua hiyo nafasi kuwakumbusha CAF kanuni zao? Au nanyi mmeingia kwenye propaganda? Leo niko vizuri, msiniuliza maswali mkashindwa kuniletea mic siku nyingine mkakasirika. Baadhi yenu waandishi wa habari mnatumika katika nchi.
Baadhi yenu wachambuzi mnatumika kwenye nchi. Acheni. Bakini kwenye siasa za Simba na Yanga, lakini acheni kuleta usiasa, acheni kutumika kwenye nchi. Hili ni jambo la kinchi. Kile kinachoendelea ni kutumika. Leo hii waandishi, rais anatoa ndege. Siku 6 ndege haifanyi kazi. Nchi haingizi pesa. Mnashindwa kumunga mkono. Mnashindwa kusapoti. Leo Nicky Jr yuko Nigeria, anapambana, anawakumbusha CAF kanuni. Nyinyi mlikuwa Tanzania mnatumika? Hawa mjui kanuni? Tunajua kanuni. Mmesema 83 inasemaje? 83 inasemaje? Ndio imetoa tafsiri ya kanuni ya uwanja. Inasemaje? Mnasoma nyi kanuni? Mbona msemi? Mbona JR anasema? Acheni kutumika. Leo mnakubali kupambana na kusambaza vitu vya ovyo. Mnashindwa kusimama kwenye kanuni kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ila mpaka sasa bado majibu hayajatoka Sheikh Sugu. Nimesema hayawezi kutoka kwa sababu nyinyi hamtaki yatoke. Ni sisi au viongozi? Nyinyi waandishi wa habari. Kazi yenu waandishi wa habari, kuna muda lazima muwakumbushe shirikisho. Kama leo inafika mahara, mnawakumbusha TFF, mnawakumbusha bodi ya ligi kanuni. Kwa nini msifike mahara mkasimama mkaenda kawakumbusha shirikisho la mpira barani Afrika? Wao ndio wametengeneza kanuni. Kuna uwanja grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Alafu kuna asilimia za uwanja ambazo zinazopaswa kwenda kutumika kwenye finali. Nyinyi waandishi mnatumia hizo kanuni kuwakumbusha CAF. Nyinyi wachambuzi mnatumia hizo. Nyinyi wasaliti baadhi yenu. Huo ndio ukweli. Wachambuzi na baadhi ya waandishi wa habari ni wasaliti wa nchi. Nchi inajitoa hii. Brother, sio jambo dogo. Ndege ya watu zaidi ya 200 na something. Mnausaidiaje mpira? Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juzi amekwenda uwanjani kujiridhisha. Je, hiki kinachofanyika kiko sawa sawa? Waandishi wa habari mmeshindwa kutumia ushahidi sahihi ya kuambia CAF kwamba uwanja wa Taifa una vigezo vyote kutumika katika finali. Viwanja vya finali vina 100%. Ukisoma kanuni, ili kiwanja chako kianze kutumika lazima kuanzia 60% kwenda juu. Simba ina 76%. Nani mwandishi anakataa? 76%. Niwaambie wana Simba waondoe na hofu, tunacheza katika uwanja Benjamin Mkapa. Bungi inapigwa pale pale Mkapa. Niachie mimi, wewe umekataa kusema. Weka tu na maiki yako, kaa kimya. Mwandishi, ukitaka maiki yako kinichukia nichukie. Mimi niko hapa simama kama Simba, nimesimama hapa kama Mtanzania. Uzalendo kwanza. Leo hii bipo. Nendeni mkasome kanuni. Kuna kiwanja A, B, C na D. Kikanuni. Ukitaka mtihani muulize mwandishi wa habari. Katika hizo grade nilizozitaja, Amani News Zanzibar iko grade gani? Mtakesha. Haipo. Sijakuuliza hilo swali. Kama haipo mbona tulicheza nusu finali kule? Kuna muda waandishi wa habari rudini kwenye uzalendo wa nchi. Kuna muda waandishi wa habari twendeni tuiunge mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naamini waandishi wa habari mngeamua kutumia nguvu zenu za wanahabari kwenda kuwakumbusha shirikisho la mpira barani Afrika kanuni zao, ili jambo zisingeleta taharuki. Linaeleweka hivi. Leo hii finali Simba anacheza na Barakani. Mkondo wa pili. Rais wa Barakani ndio makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika. Rais wa Barakani ndio rais wa shirikisho la soka Morocco. Hivi nyinyi hamjahisi kwamba nafasi aliyokuwa nayo anajaribu kuona namna ambavyo anaweza kuifavor timu yake ipate matokeo? Hili hamulioni? Tumeliona ile. Mnapingana naye vipi? Mnapingana naye vipi brother? Kwa kusemea Sheikh Sugu. Nani kasema mwandishi wa habari zaidi ya JR? Miki. Nendeni mkawakumbushe kwa kanuni zao wenyewe. Ukisoma kanuni ya 106
Mashindano haya timu inayotoka kucheza inachagua viwanja. Ikatokea bahati mbaya katika iko kiwanja kikaonekana hakifai, option lazima urudi kwa mwenyeji, bwana kwani ulichagua kiwanja lakini kiwanja hakifai. Wapi unatamani kwenda kucheza finali? Timu mwenyeji lazima atoe maamuzi, isipokuwa anatakiwa achague kiwanja ambacho kinachokwenda kukizi kwenye vigezo vya nini? Kukizi kwenye vigezo vya CAF. Lakini Kisugu, taarifa ilitoka siku 3 kabla, ina maana walikuwa na uwezo wa kupindua. Nani alitoa taarifa? CAF ilibidi watoe waweze kupindua. CAF ni package. CAF ni nini? Package. Ndani ya CAF kuna vitengo. Aliyetoa nani? Waandishi mnamjua? Kama CAF walitoa, mimi nina ushahidi leo technical ya CAF ya mambo ya viwanja inakaa leo. Nani anakataa? Kama wao walitoa, kinachowapelekea tena leo kukaa kwenye maamuzi mengine ni nini? Baada ya rufaa. Shehe, maamuzi aiza leo au kesho. Maamuzi moja ya maamuzi yanayotoka Simba na kwenda kucheza katika uwanja Benjamin Mkapa. Sheikh Sugu kwenye mchezo dhidi ya Belkane. Sababu ya pili, ukiachilia ubingwa wa Morocco, tunakwenda kucheza na timu ambayo iliyokamilika. Mfupa mgumu. Lakini sababu ya tatu, tunakwenda kucheza mechi, kuna Watanzania hawahitaji na kuona Simba anapata mafanikio juu ya hiyo mechi. Na moja baadhi yao waandishi wa habari. Wa habari. Kiaje Sheikh Sugu kwa waandishi? Niwaambie wana Simba tuna mechi ngumu. Sitaki ni waraumu na wala sitaki ni waseme kwa kile ambacho kilichotoa Morocco baada ya kushangilia. Maana yake kwa nini walishangilia? Wao waliamua kuishi katika maisha ya kumbukumbu, ya kukumbuka kwamba uwanja Benjamin Mkapa hatoki mtu. Niwakumbushe huu ni mchezo wa mpira. Ukishakumbuka huu ni mchezo wa mpira na una matokeo ya ajabu, maana yake na wakumbusha wana Simba ni kujipanga zaidi. Dua ziongezeke na ubani. 1993 1993 tuliwapoteza wana Simba baada ya kukosa kombe linaloandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Poteza nyumbani. Lakini kuna taswira ambayo imejitokeza kwa wana Simba wakiwa wanacheza katika uwanja wa nyumbani, wanakuwa na overconfidence. Ni shida, ni tatizo. Tuwe na confidence lakini tusiwe na overconfidence. Mimi mzalamu, vyombo vimo mwishehe. Na kama unataka leo tupige Kiingereza kitupu hapo. Tumalizie ile afu tutapiga Kiingereza. Watanzania waelewe. Kwa hiyo kwa nini tatizo? Tukiwa na overconfidence, tutaamini kwamba mechi tumeimaliza, lakini tukiwa na confidence tutaamini mechi hatujamaliza, tunahitaji kufanyaje? Kupambana. Unajua niwape historia moja ndogo sana alafu turudi kwenye mpira. Mimi mzalamu nimo. Na ukiniambia kwenye undengeleko na mimi nimo. Ukiamua kupanga nyinyi watu wa bara, kuweni makini sana, msipange mitaa ambayo inatawaliwa sana na wandengeleko na wazalamo. Ukienda kupanga hiyo mitaa ambayo inatawaliwa na wandengeleko na wazalamo, wao kila ukilala ukiamka jua vita utakuwa nayo. Kwamba roga au wananongwa. Kwa hiyo sisi Simba watu wa bara tuliokuwa nao karibu yetu ni wazalamo na wandengeleko. Ndio wale akina Majuma nyuma mwiko wale. Lazima tukumbuke kwamba tuna kazi ngumu Simba kufanya. Na bahati nzuri wanyama wote wapo, paka hawajakufa wapo, kuku hawajaisha wapo, tukaloge. Ukafanyaje Sheikh Sugu? Tukaloge. Wana Simba. Wana Simba wamekuwa mjihusishi na mambo watu wanakataa sana. Hii vita sio wakati wa masiara huu. Kana tasbihi yako, piga lam tala kaifa fara rabbuka, piga mara 44.
ukimaliza piga kula a'udhu birabbil falaki wa min sharri ma khalaq, piga. Na hao ni Waarabu Sheikh Kisugu. Mwambie Mwenyezi Mungu rumba mbingu na ardhi kwa aya hizi nilizozisoma na baraka zako kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba wajalie vijana wetu wa Simba wapate afya na nguvu ya kupambana. Sio dhambi. Sio dhambi. Ukisoma ile alam tara kaifa faara rabbuka bishabil fil lam yajal qaidahu fi tadlil wa laysala alayhim tayran adabin tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum kasfin. Mungu alileta ile aya kwa sababu maadui walikuwa wanataka kwenda kuipiga Kaaba. Mungu anatuma ndege anaambia shusheni vidongo chini. Shekhe upo? Unamwacha shehe. Mimi niko vizuri wewe, usinichukulie poa tu. Wewe unaniona mimi barani kisogo. Kwa makini. Mheshimu mtu unayemuona, usimdharau mtu ambaye usimjua. Mchezo mpaka leo unaongea. Watu hawajui. Chawa yule. Wewe kwa kunguni. Na jinsi ulivyokuogopa na unaonyesha jinsi unavyofanya. Anapandishwa ndege yule. Pambana na wewe upandishwe. Kumbe kuna watu wanasema unapandishwa ndege. Niwaambie sana wana Simba, bado tuna mechi ngumu na tuna bado vitu vya ziada vya kufanya. Sisi mashabiki tuna eneo letu. Tucheze pati yetu kwa 100%. Niwapongeze sana mashabiki wa Simba, pati yetu bado tunaendelea kucheza vizuri. Wale ambao hawajapata tiketi waendelee kuchukua tiketi. Ziendelee kuuzwa. Yes. Lakini pia baada ya kuchukua tiketi tusimame kwenye dua na sala ili kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa sawa. Shukrani. Asante, nami niwashukuru sana waandishi wa habari. Nafanya kazi kubwa, nafanya kazi nzuri, lakini pia niwape pole sana. Yasiumize sana ya maneno. Moja ya maneno kuambizana ni moja ya kujifunza. Asante, nami niwashukuru sana. Asante.